Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans na yale ambayo yameweza kutokea huko kwa afisa habari wa klabu ya soka ya Young Africans. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Ali Shaban Kamwe, kwa kile kilichoweza kutokea kati yake yeye na mkuu wa mkoa wa Tabora. Katika kurushiana maneno, mambo yameweza kufika mbali kweli kweli, tofauti na vile ambavyo watu walitarajia kwamba pengine labda ni football ndio ilikuwa ikiweza kuwafanya wawe vile, lakini mambo kumbe ameenda deep sana kuhusiana na kile ambacho Ali Shaban Kamwe ameweza kukielezea. Sasa mimi nimekusogezea hapa taarifa kamili kuhusiana na yale yote makubwa ambayo yameweza kujili huko Tabora, ambapo inaelezwa mpaka sasa Ali Kamwe ameweza kushikiliwa na jeshi la polisi kwa kile ambacho kinachoendelea. Ni yapi hayo? Story kamili iko hapa mkononi kwa wakati huu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajue kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huko na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media, karibu tuzungumze kuhusiana na haya yote ambayo yanajili kwa wakati huu. Unafahamu ya kwamba mchezo kati ya Tabora United dhidi ya Young Africans ni mchezo mkubwa kabisa ambao ulikuwa ukiweza kusubiriwa kwa hamu kweli kweli, na sababu kubwa ya mchezo huo kuonekana ni mkubwa ni kutokana na matokeo ya awali, ambapo ya mchezo raundi ya kwanza ambapo Young Africans aliweza kufungwa bao 3-1 pale Azam Complex. Sasa Yanga akawa na shughuli moja tu ya kwenda kulipa kisasi, lakini sio kulipa kisasi tu, pili na kwenda kujikusanyia alama 3 muhimu, kwani safari hii sehemu waliopo ni pagumu sana. Hivyo basi wanahitaji kila mchezo waweza kuondoka na alama 3 ili kujiweka sawa kabisa kutokana na ligi kuu ya soka Tanzania bara kuelekea ukingoni. Mpaka sasa Young Africans amebakiza michezo 6 tu peke yake katika ile michezo ambayo alikuwa amebakiza katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Sasa kile kilichoweza kutokea kwa Ali Kamwe pamoja na hapa nazungumzia huyu ni mkuu wa mkoa wa Tabora, ilikuwa kama ifuatavyo. Ali Kamwe aliweza kuzungumza, na hii ndio kauli yake ambayo iliyomweka matatani Ali Shaban Kamwe kutokana na yale ambayo aliyaweza kuyazungumza meneja wa habari wa klabu ya soka Young Africans. Na nukuu kile ambacho alichokisema Ali Kamwe. Ali Kamwe alisema ya kwamba kiukweli kabisa mpira Jumatano sisi Yanga hatuna mechi ngumu hapa Tabora, ila wapo watu wachache kwa sababu zao sijui za kisiasa wanataka kukaa mbele, wazungumze, wasikike na waonekane hao ndio wanawaaminisha watu kuwa Jumatano Ali Hassan Mwinyi kutakuwa na mchezo mgumu kweli kweli. Huo ni uongo. Sisi Yanga tunamheshimu sana Rais Samia, ila huyu mtu wake aliyemtuma huku Tabora anachochokonoa na anatafuta la rohoni. Sisi Yanga kiheshima tunamuomba razi kwanza aliyemtuma, arafu Yanga tunashughulikia naye, tumwambie mkuu wa mkoa po chacha Jumamosi atachacha kweli. Unaona bana, kile kilichoweza kutokea huku. Kauli ya RC wa Tabora ambaye ni mkuu wa mkoa wa Tabora, yeye alisema ya kwamba, na nukuu kile ambacho alichokisema, anasema kwamba wapo watu wanawadanganya wengine, wanapitisha meseji achaneni nazo, na hata mtu akikupa pesa wala msiwe na wasiwasi, wewe chukua alafu fanya kazi yako. Nilijua tu Yanga lazima watakuja na kielehele, mimi nitakuja uwanjani nikiwa na milioni 60 kwa ajili yenu nyie, vyovyote takavyokuwa nyie kapambaneni, hayo mengine achaneni nayo. Yanga sio kitu kama mliweza kuipiga 3 mkawapige tena. Po chacha mkuu wa mkoa wa Tabora kile ambacho alichokizungumza. Sasa
mambo yakawa ni mengi sana. Tukaanza kumsikia Christina Mwagala ambaye ilikuwa ni afisa habari wa Tabora United. Yeye aliweza kutoa takriban saa 24 kwa hapa nazungumzia Ally Kamwe kuhusiana kile ambacho alimwambia kwamba atoke hadharani aweze kuomba radhi kwa kile ambacho kilichoweza kutokea na kuhusiana kauli yake juu ya mkoa. Lakini Ally Shaban Kamwe akuonekana kufanya hivyo kwa kile ambacho kilichoweza kutokea, kwamba kwa kauli yake labda pengine watu walitarajia kwamba angeweza kuomba hapa nazungumzia kile kilichoweza kutokea. Lakini taarifa ambayo nimekusogezea hapa, pengine utakwenda kushuhudia namna gani ambavyo mambo yameweza kuzidi kufikia mpaka kile ambacho kilichoweza kutokea. Unaona bana, ambapo inaeleza kwamba tayari mtu ashaingia matatizoni. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni hapa nazungumzia Ally Kamwe ameweza kukamatwa kwa kile ambacho kimeweza kuandikwa hivi karibuni, ambapo msemaji wa klabu ya Young Africans ameweza kuwekwa maabusu. Ally Kamwe akamatwa alala maabusu, imeandika East Africa TV. Msemaji wa klabu ya Yanga Ally Kamwe amekamatwa na jeshi la polisi kutokana na kauli zake za kejeli alizozitoa hivi karibuni akiwa mkoani Tabora. Kamwe amekamatwa na kulala maabusu baada ya kumalizika kwa mchezo wa Yanga dhidi ya Tabora United. Kama ambavyo taarifa inaelezwa ni kwamba Kamwe amekamatwa na kulala mahabusu baada ya kumalizika kwa mchezo wa Yanga dhidi ya Tabora United kutokana na matamshi yake ya kejeli aliyotoa kwa viongozi wa serikali kabla ya mchezo huo uliopigwa jana tarehe 2 2025. Afisa habari wa klabu ya Yanga Ally Kamwe anashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Tabora na sasa anafanyiwa mahojiano kwa kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo kamanda Richard Abwao amesema ni kweli wanamshikilia Ally Kamwe kwa mahojiano zaidi kwa kosa la kutoa lugha chafu kwa viongozi. ACP Abwao amesema Ally Kamwe yupo kituo cha polisi mkoani Tabora. Unaona bana, kwa sasa yuko anashughulikia naye wanashughuli naye, ukiweza kushuhudia namna gani ambavyo kile kinachoendelea kuhusiana na Ally Shaban Kamwe. Pengine watu walivyoona labda kabla ya mechi walipokuwa wakiweza kusalimiana kati ya Ally Kamwe pamoja hapa nazungumzia mkuu wa mkoa wa Tabora, wakajua labda pengine alishakwenda kuisha, lakini tuhuma za kutoa maneno machafu kwa viongozi ndio issue kubwa ambayo inaendelea kwa sasa kati ya Ally Kamwe na yale ambayo aliweza kuyazungumza. Tusubiri kuweza kusikia tamko rasmi litakuwaje juu ya haya ambayo yanaendelea, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.